Shirika la ndege la Tanzania Air Tanzania Company Limited limefanikiwa kuwarejesha nyumbani salama Watanzania 236 ambao walikuwa wamekwama katika mji wa Dubai nchini Falme za Kiarabu kufuatia hali ya taharuki iliyosababishwa na vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Abiria hao walirejea nchini baada ya ndege ya Air Tanzania aina ya Boeing 787-8 Dreamliner kutua salama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Terminal 3 jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa, Watanzania hao walikuwa wamekwama Dubai kwa siku kadhaa kutokana na athari za mvutano wa kijeshi unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, hali iliyosababisha baadhi ya safari za ndege kuvurugika na kufanya abiria wengi kushindwa kuendelea na safari zao kama ilivyopangwa. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Tanzania ilichukua hatua za haraka kuratibu safari maalum ya kuwaokoa wananchi wake waliokuwa wamekwama nje ya nchi. Operesheni hiyo ilifanyika kwa kibali maalum chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na mamlaka mbalimbali za usafiri wa anga. Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege Julius Nyerere, abiria hao walionekana wakiwa na furaha na nafuu kubwa wakishuka kutoka ndani ya ndege, huku baadhi yao wakieleza shukrani zao kwa serikali na shirika la Air Tanzania kwa jitihada zilizofanywa kuhakikisha wanarejea nyumbani salama. Wengi wao pia walionekana wakikumbatiana na ndugu, jamaa na marafiki waliokuwa wamefika uwanjani kuwapokea baada ya kipindi cha wasiwasi walichopitia wakiwa nje ya nchi, wakati hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati ikiendelea kuwa tete. Shirika la Air Tanzania limesema linaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha huduma za usafiri wa anga zinaendelea kutolewa kwa usalama na ufanisi, huku likiwahakikishia Watanzania kuwa litaendelea kutoa msaada pale itakapohitajika, hasa nyakati za dharura. Kurejea kwa Watanzania hao 236 kunatajwa kuwa hatua muhimu ya kuwalinda na kuwajali wananchi walioko nje ya nchi, hasa katika kipindi hiki ambacho mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati unaendelea kuathiri safari na shughuli mbalimbali za usafiri wa anga.